Mheshimiwa mgeni rasmi, wasomi, mawakili mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nadhani tulitarajiwa kuwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa siku ya leo, lakini hataweza kuwepo kulingana na majukumu mengine alionayo. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo, ndio hayo mnayoyaona. Ndugu mgeni rasmi, kama rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, ninayo heshima kubwa kukukaribisha katika mkutano huu. Ndugu wanachama wenzangu, ninawakaribisha sana na poleni kwa safari. Lakini vile tumeendelea kuboresha viwango vya utendaji wa taaluma ya sheria, kutetea haki na kupanua upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa Watanzania wengi wenye uhitaji wanaoishi kwenye maeneo ya pembezoni. Juhudi hizi zimejengwa juu ya misingi ya uadilifu, weledi na kuwajibika kwa jamii, na tumeendelea kufanya hivyo kwa kushirikiana na wadau wetu Wizara ya Sheria na Katiba kupitia programu ya Mama Samia Legal Aid ambayo tumefanya nayo kwa ukaribu sana kwa mwaka wote wa 2025. Ndugu mawakili wenzangu, napenda vile kusisitiza pia jitihada zetu katika kuimarisha elimu ya sheria na mafunzo endelevu kwa wanachama wetu. Tumeendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo wa kukabiliana ipasavyo na changamoto za mabadiliko ya mazingira ya kisheria. Aidha, tumeendelea kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za serikali, asasi za kiraia na washirika wa kimataifa katika kukuza mageuzi ya kisheria yanayolinda haki za binadamu na kujenga jamii yenye haki. Na ndio maana ukiona hata kauli mbiu yetu ya mkutano huu ni kwa namna gani mipango yetu taifa ya 2050, kwa sababu kumekuwa na changamoto. Wengi wanapoona wanafikiri kwamba TLS haina haki ya kupata mgao kutoka katika kodi zinazokusanywa ili kuhudumia wananchi. Ile ni dhana potofu. Kwenye masuala ya legal aid, docu brief ni maeneo ambayo inatakiwa huduma zile za mawakili zinazofanyika ziangaliwe kwa ukubwa wake na uzito wake na waweze kuwa compensated fairly. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kipekee kutambua na kuwajulisha mawakili ushirikiano mzuri uliopo sio tu baina ya TLS vile na mahakama ya Tanzania. Tumekuwa na ushirikiano wa karibu na umedhihiri katika maeneo kadhaa, na kwamba hoja mbalimbali tulizowasilisha kwao walizipokea vema na kuzifanyia kazi. Na mara zote tumeendelea kusisitiza mahakimu na majaji kufanya kazi kwa uweledi, bila hofu na kwa kuzingatia sheria na katiba. Vile katika ushirikiano wetu na mahakama tumeweza kuleta mambo mbalimbali ambayo tulipata mwitikio mzuri, ambao moja ya mambo tuliyoyawasilisha mahakamani ni tatizo kubwa walilokuwa wakilipata wananchi, hususan wanapofika kwenye mahakama ya mahakama zetu za mwanzo, ambapo hata mawakili ulikuwa ukifika pale kama una tatizo lolote, mpaka mtu ajue kwamba we ni wakili tayari umeshapelekwa mahabusu, na itakuhitaji wiki mbili hivi au wiki watu wakimbizane na mifuko itoboke ili utoke huko.
Lakini kwa mazungumzo na mahakama ili kuhakikisha ulinzi wa haki za raia, tunashukuru kwamba Jaji Mkuu alilifanyia kazi, na moja ya mambo kanuni iliyoandaliwa ni pamoja na kuzielekeza mahakama za mwanzo kwamba haziruhusiwi tena kuweka watu mahabusu, na hata kama hana mdhamini, mtuhumiwa ajidhamini mwenyewe kwa kutumia kitambulisho cha uraia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa upande fulani limepunguza malalamiko mengi, kwa sababu ni rahisi huku juu ukimkamata Mwabukusi wa Tanzania wengi kupiga kelele, lakini kuna mamia ya wananchi kule chini walikuwa wakiumia na hakuna wa kuwapigia kelele. Lakini jambo la pili ambalo nao tulijaribu kulisisitiza tulipokutana na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni baadhi ya mambo ambao walikuwa wakifanyiwa mawakili wenzetu, ambao leo nafurahi mmoja namuona hapa, Senior Fatma Karume. Ni mambo tuliyoyawasilisha kwamba kinachofanyika sio sahihi na ni dalili za vitisho na kuwafanya mawakili wasifanye kazi zao kwa uweledi, kwa sababu mahakama inatoa amri, mtu mwingine katika mahakama hiyo hiyo hataki kutii amri, jambo ambalo au kutekeleza, jambo ambalo linatufanya tujiulize kama anayetoa amri ndani ya mfumo huo huo hawaheshimiani, watu walioko nje ya mfumo wataangaliaje hali ya namna hiyo? Kwa unakuta wakili ilifika wakati tulikuwa tunahisi kwamba ni namna ambayo inaonekana kama tunawaadhibu mawakili kwa mitazamo yao au na misimamo yao kwenye masuala fulani fulani, na sio kwa makosa ya kimaadili kama ilivyokuwa. Pia jambo lingine tulilozungumza na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni pamoja na swala la hili lilivyokuwa likifanyika na waendesha mashtaka, hususani kwenye mahakama za wilaya na mahakimu wa kazi. Anasikiliza ushahidi, ana twisti. Kwa hiyo wakili kufika pale, na wengi wa mawakili hususan senior walianza kabisa kukataa kuchukua kesi za jinai kwa sababu walikuwa wanaona ni usumbufu, hazina uweledi na zina danadana nyingi. Kwa hiyo moja ya taratibu ambao Jaji Mkuu alisema atafanya, na kweli wakaifanya kupitia mahakama, ni kuhakikisha kwamba wakili na watuhumiwa wanapatiwa ushahidi na orodha ya mashahidi na vielelezo vyote vitakavyotumika na waendesha mashtaka wanapokuwa kwenye mahakama za wilaya na mahakama za mahakimu wa kazi, ili kuleta usawa katika usikilizaji wa mashauri. Kwa hiyo haya ni moja ya maeneo ambayo tulishirikiana na mahakama na tunaona kuna maendeleo. Bado kuna changamoto zinazoendelea ambazo bado tunaendelea kuzizungumza na kuzifanyia kazi. Lakini vile vile kwenye upande wa Wizara ya Sheria na Katiba tunashukuru, tumeweza kushirikiana nao katika masuala mbalimbali. Ukiondoa Mama Samia Legal Aid, walitupatia gari, lakini vile vile na kutusaidia kujenga ule mfumo wetu wa mtandao ambao walitupa karibu ya milioni 230, na nia yao ilikuwa ni kutusaidia ili tuweze kukamilisha ujengaji wa mfumo wetu na kusaidia na kurahisisha mawasiliano yetu baina ya taasisi na wanachama. Ndugu mgeni rasmi, taasisi yetu kwa kuzingatia mwenendo mzima na utendaji wake, tumekuwa na utaratibu wa kuwa na mpango mkakati wa miaka mitano, na tumeandaa mpango mpya ambao tuliuoanisha na dira
kwa nguvu kubwa jambo. Kuingia tulikuta kulikuwa na mfululizo kwa siku, lazima ukute mawakili 3 4 wako lock up. Wakili anakwenda kumwakilisha mtuhumiwa au kuhoji mtuhumiwa, anafika polisi, wakili naye anageuzwa kuwa kama mtuhumiwa. Mawakili kutotendewa kwa heshima wanapofika mbele ya mahakama na vyombo vingine vya usimamizi wa sheria, jambo ambalo tulilifanyia kazi kwa ukaribu mkubwa na mahakama, na ikawemo kutengeneza jukwaa la pamoja la vyombo hivi ambavyo tunakutana mara moja kila baada ya miezi mitatu, na tumeona mafanikio makubwa. Hata mawakili mmeona pale inapojitokeza kwa bahati mbaya unatoka mara moja. Mmeona hii friction zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni kwa sababu tunazungumza, tuna engage lakini kwa nia ya kuwafanya wenzetu waelewe kwamba tasnia ya uwakili ni jambo la muhimu sana katika kuleta ustahimilivu lakini na uthabiti katika nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS vile vile ina wajibu mkubwa si tu kwa wanachama wake bali pia kwa jamii, serikali na mahakama katika kuhakikisha haki inatendeka, sheria zinaheshimiwa na misingi ya utawala bora inalindwa. Na hapa ndipo pamekuwa pakionekana pana matatizo. Wengi hawaamini, labda ukinipa gari au kanijengea mfumo, au uamini kwamba ninatakiwa nisimamie wajibu wangu wa kisheria. Hatufanyi biashara ya kuuza wajibu, tunatekeleza wajibu. Hapa ndipo penye kazi kubwa sana ambayo TLS tumekuwa tukiipata changamoto, hususan sisi viongozi, kwa sababu kuna baadhi wanashindwa kuelewa kwamba jukumu letu ni la kisheria. Kwa hiyo ninapotekeleza jukumu langu usinitishe. Ukikamata mtu ukamfikisha mahakamani, mimi nikaja kumsaidia, tukampa legal aid, usimshambulie wakili wala kutisha TLS, kwa sababu hatutakuogopa, tutaendelea kutekeleza wajibu wetu. Ukitaka tusifanye, futa kifungu hicho cha sheria. Na ndio jibu ambalo tumekuwa tukiwapa wenzetu kwamba hatufanyi, sisi hatutetei muhalifu wala hatusemi huyu mtu asikamatwe, lakini mtu akiomba huduma za msaada wa kisheria ni wajibu wetu kumpa kama anakidhi vigezo, tusiadhibiwe kwa hilo. Limekuwa changamoto kubwa ambalo limeendelea na hali inakuwa sio nzuri. Imefika mpaka kuna mazingira watu wanaandika barua mahakamani, wanaiondolea TLS haki yake au wajibu wake wa kutoa legal aid kwa sababu mbalimbali. Mtu anaandika barua, unamuuliza unaondoaje haki ya kisheria au wajibu wa kisheria kwa barua, lakini mtu anakuambia ndio siasa, mmetaka siasa, tumeingia kwenye siasa. Kwa hiyo tunachojaribu kuonyesha kwamba members tujue kwamba licha ya maendeleo mazuri tunayopata kuna changamoto, lakini mimi nasema sisi kama viongozi wenu hatutaogopa, ili mradi natekeleza wajibu niliowekewa kisheria. Kwa sababu nchi yetu inaamini katika sheria na waliuawa, maelfu waliuawa, mamia walijeruhiwa, lakini niwapongeze TLS, mawakili, hususan mawakili mliojitoa kuwatetea wananchi waliofikishwa mahakamani kwa kesi kubwa za treason, arson na armed robbery.
mlifanya kazi ile kwa kujitoa usiku na mchana, mlisafiri kwa gharama zenu. Sisi kama TLS au kama viongozi wenu mlitupa ukubwa ambao hatustahili. Mungu awabariki sana. Na nizidi kuwashukuru wale ambao wanaendelea na mashauri yale. Tunajua kwamba yapo mashauri ambayo bado yanaendelea. Tuendelee kuwawakilisha watu wao. Nia yetu ni haki itendeke. Wafungwe wahalifu na wasiostajika kufungwa waachwe uraiani. Pamoja na mafanikio haya, ndugu mgeni rasmi, tumekuwa tukiendelea kupata changamoto mbalimbali. Mojawapo ni mapungufu ya kiutendaji katika mifumo ya utoaji haki pamoja na haki ya kuendeleza mageuzi ya kikatiba na kisheria. Tumekuwa na matatizo makubwa sana ya kiufundi. Yaani utoaji haki umekuwa pegged kwenye ufundi sana na kwenye kumaliza mashauri. Yaani kesi labda nimalize kesi 200 au kesi 50, lakini sio kusikiliza kwa namna ya kutatua migogoro, jambo ambalo linaongoza usumbufu kuliko kutatua. Halisaidii jamii, halisaidii mahakama, wala halisaidii mawakili. Kwa hiyo rai yetu ni kwamba ni vizuri tuangalie na tupunguze kujikita kwenye masuala yetu ya kiufundi sana. Lakini vile vile kumekuwa na matumizi yasiyo sahihi ya mamlaka, hususan yanayofanywa na jeshi la polisi. Na kitendo hichi ni kile cha kukamata watu, wanakaa nao zaidi. Sheria inamwambia yawezekana unakaa naye, lakini kuna jambo unalichunguza. Sheria inakutaka uende mara moja kwa hakimu aliyoko karibu, ripoti, toa taarifa, ili hatua zingine zichukuliwe na utaratibu uzingatiwe. Kwa sababu hatusemi tu kwa sababu kuna wakati fulani ni muhimu ubaki na yule mtu kwa mazingira fulani, lakini fuata sasa matakwa ya sheria. Watu wanakamatwa, polisi ukienda wanakwambia hatuna huyu mtu, baada ya wiki 2 wanamsafirisha kutoka point A mpaka point C kinyume cha utaratibu. Sasa tusiendeshe nchi bila kufuata misingi ya kisheria. Tuzingatie sheria na katiba. Sheria zetu zina mapungufu, lakini wasimamizi wengi wa sheria wana mapungufu zaidi kuliko sheria. Moja ya changamoto tulizozipata ni kwamba nitoe mfano, tulipata moja ya tukio, hata kama wakili ana chama cha siasa amefanya vibaya mahakamani, tuna utaratibu sisi wa kumwajibisha. Mlete kwetu sisi wenyewe kama TLS. Na nilikuwa nikizungumza na jaji, niliwasilisha kwa jaji mkuu, na tulizungumza na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Jaji mstaafu Makaramba kwamba kumekuwa na tendency ya sisi mawakili kujisahau kwenye nidhamu. Nilisema ili hatutalikubali, hata kama tunalindana, tusiumize wananchi. Tutaanza kuenforce very serious wale wote ambao walipewa maamuzi na hawataki kutekeleza. Hicho kikombe tutakunywesha tu, kwa sababu hii ni taaluma, lazima tuilinde. If we cannot self regulate, nani ataturegulate? Ndio maana tunakwenda pale advocate committee. Mimi nimewahi kufika advocate committee pale, ilikuwa ni ajabu ukifika kule ndani. Yani ni kwa sababu tumeshindwa kujiregulate, hatuna nidhamu. Tunafika pale nilifika siku moja, kitu kilichotokea pale ndani nilishindwa kuvumilia. Ni mambo ambayo huwezi kuyaona, lakini je, sisi tunajibehave vipi? Tunachukua kesi za wateja, umepokea hela za watu, hutaki kuzifanyia kazi. Unapewa maagizo na kamati yako ya maadili, nenda katekeleze ili ufanye. Kuanzia mwezi ujao, kwa sababu tulitoa kale ka allowance ka Aprili, kuanzia mwezi ujao tutatekeleza sheria ili tuhakikishe wananchi wako salama. Lakini jambo la pili ambalo tunalizungumza ni namna ya kutriti mawakili vile vile. Mawakili wanapokuwa wakitekeleza wajibu wao
akifanya jambo ambalo ni kinyume, tuna kanuni zetu zinazotuongoza. Akifanya mahakamani kuna utaratibu. Tuliona moja ya tukio la ajabu kabisa, wakili mmoja alikuwa akipigwa mahakamani kama watu wanaua nyoka. Niliona wakipiga wakili Mahinyila, na wengine ukiwauliza wanakuambia yule ni Chadema. Hakuna kuwa Chadema kuruhusiwi wakili kupigwa, kwa sababu wakili huruhusiwi kuwa kiongozi wa chama cha siasa na ukawa kwenye governing council. Lakini ukiwa wakili wa kawaida, uko CCM sawa, uko Chadema sawa, vaa uniform za chama chako utakavyo, ili mradi usichanganye professional na chama chako. Tuliona matukio kama haya, lakini ukweli nashukuru kwamba baada ya tukio kama hili tumechukua hatua kubwa sana za kulifanyia kazi. Lakini baadhi ya mambo ambayo yanatuumiza bado sisi kama mawakili, na tunatakiwa tuyajadili na kuyatizama bila hofu, ni wanachama wenzetu. Unajua, mti mbichi ukitendewa visivyo inakuwaje kwa mti mkavu? Sisi kama viongozi tumerise kwenye mamlaka husika, na tunafikiri uendeshaji wa shauri la Tundu Lissu hauzingatii uadilifu wala sheria zinavyotaka. Na tukitoka hapa tuzungumze, hatutakiwi kuogopa, kwa sababu kama ni rungu silitaanza na sisi viongozi wenu. Tusiruhusu rais kiongozi mwenzetu aonewe. Ule sio uendeshaji wa shauri la namna ile. Shauri ambalo limekwisha anza linasitishwa, kunakuwa na rufaa za ajabu katikati, watu wanaandika barua za malalamiko. Mwenzetu ule ni mdhaifu, mwili wake unamuona, mwaka naye yuko ndani anazunguka, na wote tuliona ukamataji. Na all we are lawyers in this room, we are lawyers. Na mimi nilisema kwamba tunaelewa sub judice rule, lakini usikamate watu kwa kuonewa alafu unaniambia sub judice rule. Tundu Lissu sio muhaini, we all know that. Kama Tundu Lissu anatusumbua kisiasa, futa mfumo wa vyama vingi, kibaki chama kimoja, simple and clear. Kwa sababu kikibaki chama kimoja, mtamuondoa ndani ya chama chenu, akose fora. Haya mambo ndio tunaozungumza, kwamba hata tukijaribu kuwa wastaarabu tunaonewa, tunasukumwa ili tuwe wakorofi. Sasa mtu unamuona kabisa kwamba kukamatwa kwake hakukuwa sahihi, shtaka lake limeendeshwa isivyokuwa sahihi, yuko kule, mtu atakwambia sub judice, sub judice. What sub judice? Mawakili tuzungumze na tutoe kauli kuhusu wenzetu wanaoonewa. Hatutakiwi kupepesa macho. Na mimi niliwaambia watu, ni kweli tunasaidiwa, lakini ukitusaidia hautununui. Kwa sababu kama unatununua, chukua msaada wako, toka chukua. Tuheshimiane, serikali tuheshimu, sisi tuiheshimu, kwa sababu hatuchemshi gongo hapa, tunatetea wananchi. Kwa hiyo nilikuwa naomba tutakapofika kutizama haki za wanachama wetu tusicheze, kwa sababu tukizoea watu watuchezee watatudharau. They should know that we can, na sisi ni wananchi vile vile, tuna taaluma, tunajua utaratibu. Kwa hiyo nia yetu ni nchi iwe na utulivu, lakini hatuwezi kuleta utulivu katika hali ya kutokuheshimiana kwa kiwango kilichomithilika. Yule ni rais mstaafu wa taasisi yetu, yule ni wakili. Hakuna kauli yoyote wala kitendo chochote cha uhaini kilichofanyika. Mwaka naye yuko ndani, kesi linaendelea, shauri linaahirishwa, watu wanakwenda kukaa. This is not fair. TLS inatoa dokumenti za legal aid kusaidia indigent people, ambayo ni mamlaka ya TLS kusaidia wananchi. Unaniandikia barua ita wanachama na doku brief wafanye wenyewe, kwa sababu lazima waheshimu wajibu wetu, kujitolea, tuheshimiane. Inawezekana hatuna hela, lakini kutokuwa na hela sio kwamba hatuna akili. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, nalizungumza hili ni jambo linalo
sana, kwa sababu watu wanatusaidia, tunawaheshimu, halafu hawatuheshimu. TLS ya mtu, chama chochote, wala taasisi yoyote. Ukitupa msaada tutaupokea, lakini masharti ya hovyo hatutayafanya. Ndugu mgeni rasmi, vile ninatambua kwamba mahakama inapokuwa ikitekeleza wajibu wake inatakiwa iache ifanye kwa uhuru bila kuingiliwa, lakini ni pale ambapo fanya kwa utaratibu unaoeleweka. Kukemea kitu kinachofanyika kwa utaratibu usioeleweka tutakemea, na kwenye swala la Tundu Lissu tutaenda zaidi. Hatutakubali mwenzetu aendelee kuonewa, kwa sababu tumewa engage, tumewaeleza akili. Narudia tena, yule sio muhaini, wamtoe. Vile vile kutoa maoni ya kutokuridhishwa sio kuingilia utaratibu wa mahakama, ni wajibu wetu. Tukiwa tumeisha waambia, tukiwa hatujasema sawa, tukisha waambia wanapuuza, ni sahihi. Lazima tuwaambie, kwa sababu hatuwezi kuacha hali iendelee namna hii. Sisi tunakaa Arusha, mwenzetu tunakaa lock up kule, mtu anakaa na wahalifu. Watu wameuawa, kuwagusa watu hatia, wako lock up mpaka muda. That is not fair. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, hiyo ni changamoto na ni jambo linalotuumiza kama viongozi. Watu wanaweza wakatuona tuko kimya. Hatuko kimya. Hii jambo linakera, kwa sababu tunawaambia wahusika wanapuuza, tunawaambia wahusika hawazingatii. Ndugu mkachagua kule, mkaona eneo gani nyinyi mnaweza mkafanya, tukashukuru. Na TLS tunafungua mikono kuwakaribisha. Oneni na nyinyi ni sehemu yetu katika utendaji. Kwa kumalizia, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa wanachama kwa imani kubwa mnaoendelea kuionyesha kwetu, na niliwaambia wenzangu, nyinyi ndio wenye hii taasisi. Tunataka TLS isimame, na ninataka senior warudi. Maana hichi sio kijiji kilichokosa wazee. Niliwaambia sio kijiji kilichokosa wazee. We have our seniors. Kwa nini wape
na sinia wetu wanakaa. Kuna mikao ilikuwa, kuna sehemu nikiangalia najua Ngimario hayupo, nitakiwa nimuone labda mzee fulani alikuwa anakaa. Arusha, my gap will be felt. Na hichi ndio kitakaokuwa kipaumbele chetu wakati tunakwenda kumalizia hichi kipindi kilichokwisha, kuona kwamba tunakuwa na session zinazowa engage kwa kusema haya. Kwanza niombe radhi kwa kuchelewa, lakini vile vile nimkaribishe mgeni wetu Mheshimiwa Don Dea ili aweze kutufungulia.